Nadhani utafurahia video hii. Hizi video ambayo nitatoa kwa mfululizo. Nitatoa sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, sehemu ya tatu ikiendelea, na utafurahia sana. Kwa sababu nitaongea juu ya Wakristo si maskini. Kama unanitazama mara ya kwanza, mimi naitwa Ondigo Nimrod. Kwa hivyo napenda sana mambo ya kuhubiri kwa video. Napenda sana pia kufundisha watu uwakili, familia na mambo mengine tu ya Injili. Kwa hivyo hapa ningependa kuwajulisha kwamba kwa nini mimi nimeamua kutengeneza video kama hivi. Uelewe kwamba mimi nililelewa miongoni mwa Wakristo waaminifu sana, watu waliompenda Mungu kwa dhati, watu waliokuwa wakiomba kwa bidii, watu waliotumika kwa uaminifu. Hata hivyo, wengi wao waliteseka, walipambana na maisha bila sababu. Waliteseka kulipa bili, waliteseka kupanga maisha ya baadaye, waliteseka kutumia fursa. Si kwamba walikuwa wavivu, hamna, bali kwa sababu waliamini jambo fulani hatari kimya kimya. Unajua, yale ambayo umeamini ndio yanaweza yakakukuza, yakakufanya ufanikiwe ama ustawi, ama yakufanye uwe chini kimaisha. Tuliamini kwamba kutaka zaidi si jambo la kiroho. Tuliamini kwamba utajiri ni wa kutiliwa shaka. Na mara nyingi sana tungeona matajiri kana kwamba ni watu ambao wanaabudu shetani, ama wana majini, ama labda wako tu na bahati fulani isiyo ya kawaida. Kwamba kuwa na malengo ya kifedha, ukiwa na malengo na shabaha, umepanga vitu vyako, hiyo ni jambo la kidunia. Hata mpaka sasa hivi watu wengi wameamini hivyo. Ndio maana nimefanya utafiti mwingi sana, na ningependa utazame video hii mpaka mwisho, kwa sababu nitakuwa nikitoa utafiti ambao mimi, kwa sababu nilelewa katika umaskini sana, nimefanya na nimekuja kutambua. Kwa hivyo jambo ambalo litakusaidia pale, bonyeza like, alafu pia ujaribu kusubscribe ili upate ujumbe huu katika sehemu ya kwanza hadi sehemu ambazo nitafikisha pale mbele. Hiyo itakusaidia sana. Niliwaona watu waaminifu wakikataa fursa kwa kusema eti Mungu atatoa, Mungu atafanya, Mungu ni mpaji, huku wakipuuza hekima, mifumo na hata zana ambazo Mungu tayari alikuwa ameziweka karibu na sisi. Hiyo imefanya watu wengi kabisa wameanguka chini, wamekwama katika umaskini. Na wakati fulani ilibidi nijiulize swali gumu sana. Je, kweli Mungu aliwaita watu wateseke? Au tulielewa vibaya uwakili? Hilo nadhani ya kwamba yanaweza yakakusumbua hata na wewe pia. Swali kama hilo ni swali ambalo sio swali la kujibu, ni la balagha, ili likusaidie kutafakari. Wacha tuangalie imani na fedha vile zilipogeuka kuwa jambo la kibinafsi. Mimi uelewa wangu kuhusu fedha haukubadilika kwa sababu nilisoma fungu moja au nyingine kutoka kwa Biblia, lakini ulibadilika kwa sababu nilipitia tu nyakati zilizohitaji uwazi. Nilifanya utafiti, nikaomba Mungu Baba, nilijaribu kujifunza, na pia ujuzi. Hata sasa hivi nimechunguza mifumo,
kwa sababu tuko katika dunia ambayo ni ya kidijitali. Unaweza ukasoma kitu hata mtu asipokufunza, hata usipokaa karibu na hawa ambao wanajiita matajiri. Na kadri muda ulivyopita, jambo fulani likawa wazi. Mungu hakuwa anapinga utajiri, na unielewe vizuri sana, hapingi utajiri. Alikuwa anapinga ufisadi, anapinga uvivu, tamaa na hata upumbavu. Mambo manne nimesema: kuna ufisadi, Mungu anapinga; uvivu, Mungu anapinga; tamaa na upumbavu. Kwa sababu mambo kama haya yote ndio yanavuruga watu wasiwe watu ambao wamesimama na kustawi katika maisha. Basi kadri nimezidi kujifunza maandiko pamoja na mifumo ya ulimwengu halisi, tuseme kama biashara, taaluma, fursa za kidijitali, uwekezaji na uundaji wa dhamani, ndivyo nilivyogundua kuwa Wakristo wengi hawakuwa maskini kwa sababu Mungu alitaka iwe hivyo. Hamna. Walikuwa maskini kwa sababu, nambari ya kwanza, hawakufundishwa mifumo. Waingereza wanasema systems. Waliifanya hali ya kukosa kuwa ni ya kiroho, ya kwamba ukiwa maskini basi kwa sababu sasa utaona ufalme. Waliepuka kujifunza ujuzi wa fedha. Waliogopa kuhukumiwa kwa kutaka maisha bora. Kwa hivyo walikuwa wanajidunisha tu kwa sababu wanafikiria umaskini ama kujidunisha ndio hali ya kawaida ambapo yani Mungu anataka. Na hofu hiyo iliwaweka pale pale tu, amekwamia pale. Ujumbe huu haujaletwa kumwaibisha mtu yeyote, lakini lazima usahihishe jambo fulani kwa uwazi katika maisha yako, na ujue kwamba umaskini si tunda la Roho. Hakuna mahali katika maandiko ambapo Mungu anatukuza makanganyiko, utumwa wa madeni au ukosefu wa mahitaji. Anachokitukuza ama anayotukuza ni mambo haya. Nambari ya kwanza, hekima. Hekima, bidii, uakili, uzao wa matunda, zaeni. Ukisoma Kiingereza anasema kwamba be fruitful, yani zaa matunda. Hata Yohana alikuwa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba zaeni matunda yapasayo toba. Ushaona? Kwa hivyo Ibrahimu, tukiangalia Biblia, kwa sababu watu wengi wanafikiria hao watu ambao tunasoma baba zetu wa kiroho, kwa mfano Ibrahimu, tunapata kwamba alikuwa tajiri. Ukisoma Mwanzo 13 mstari wa 2, Biblia yenyewe inasema hapo katika Mwanzo 13 mstari wa 2 inasema, naye Abrahamu alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Acha nikwambie, sasa hivi wengi ambao wako na mifugo, ng'ombe ya gredi, ng'ombe ya cross, ng'ombe wote hao watu ni matajiri, na pia fedha na pia dhahabu. Hapa kwetu mahali tunakoishi hapa, watu wengi kabisa wamekuwa matajiri kwa sababu ya dhahabu. Kwa hivyo Ibrahimu alikuwa na mambo hayo yote, vitu vyote hivyo. Yusufu alisimamia uchumi. Utasoma peke yako Mwanzo wa 41, ukiangalia mstari wa 46 mpaka 49, hata kuanzia tu mlango wa tuseme tu sura ya 53 mpaka 57 pale, na pia hata sura ya 44 kuanzia 13 hapo mstari mpaka 23. Sulemani alijenga mifumo kwa sababu alikuwa na hekima. Alikuwa ni mtu amepanga mambo yake kwa ustaarabu sana. Kwa hivyo ukisoma Wafalme wa Kwanza 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi 6 pale utapata jambo hilo.
na mithali zinasifu ujuzi, mipango na kuongezeka. Mithali ambayo Sulemani ameandika. Kwa hivyo kwa sasa hivi ukiangalia Wakristo wengi hawatumii mifumo vile, kwa sababu ulimwengu umebadilika na mifumo pia imebadilika. Walimwengu wengi kabisa, Wakristo wengi tuseme, hawajaangalia kwamba tunaishi katika ulimwengu tofauti. Uchumi wa kidijitali pia upo. Ujuzi unaweza kutumika tuseme kupata kipato kimataifa. Fursa haziko tena kwa mpaka ya kijiografia. Hamna mpaka kwa sababu ya mtandao. Hata hivyo Wakristo wengi bado wanafanya kazi kwa njia ama mawazo ya kizamani. Kwa mfano, nambari ya kwanza, kusubiri miujiza badala ya kujenga uwezo. Nilikuja kugundua kwamba miujiza inaonyesha uwezo wa Mungu, na miujiza inaonyesha kwamba tuna Mungu ambaye ni muumba wetu, ambaye ni baba wetu. Lakini hata wakati Mafarisayo walimuuliza Yesu Kristo kuhusu muujiza ama ishara, aliwaambia kwamba ishara, kizazi cha zinaa chatafuta ishara, lakini hakitapewa, kwa sababu kama vile Yona alivyokaa tumboni ama katika tumbo ya nyangumi, ndivyo hata mwana wa Adamu atakaa katika moyo wa nchi. Sasa ukiangalia hapa sasa unapata kwamba wengi wanasubiri miujiza badala ya kujenga uwezo. Wanaomba mahitaji huku wakipuuza mifumo. Mtu anakaa kanisani, anasali, akiomba. Kusali ni mzuri na kuomba, kwa sababu Mungu amesema kwamba tuombe kila siku, tuwe watu wa kuomba. Lakini pia ametupatia kifunguo cha maisha, ametupatia hekima, anataka tutafute maarifa, anataka tuwe na kuelewa, understanding. Kwa hivyo wanaomba mahitaji huku wakipuuza mifumo. Nambari ya tatu, wanakataa zana za kidijitali kutokana na hofu au ujinga. Wakati mwingine, kabla sijaingia katika mtandao wa Facebook, nilikuwa nasema watu walikuwa wasema Facebook ni mbaya, inaharibu watu. Nami nikaogopa, kwa sababu nilikuwa mtu ambaye ameokoka tayari. Kwa hivyo nilikuwa nikiangalia jambo hili litaniharibu. Sikujua kwamba kuingia huko kuna mambo mazuri pia. Kwa sababu kuna mtandao unatumika vibaya, lakini mtandao pia kuna mambo mengi mazuri. Kabla sijaingia hata TikTok ilipokuja, watu walisema TikTok ni mbaya, nini imeharibu. Watu hata walisema kwamba simu ni mbaya, ni ya kishetani. Lakini saa hii ukikosa simu, hata kuwasiliana, hata biashara huwezi fanya. Kuna mambo mengi huwezi ukayafanya kama una simu. Unaona? Kwa hivyo masomo haya ama ujumbe huu ama video hizi zimeandaliwa ili kuyafunika mapengo hayo. Ndiposa nakwambia kwamba jaribu sana kulike na pia ujaribu sana kusubscribe. Masomo haya ama ujumbe huu ama video hivi zitaonyesha Mkristo, nambari ya kwanza, jinsi ya kufikiri kimaandiko kuhusu utajiri bila hatia. Kwa sababu wengi wamepata utajiri kwa hali mbaya sana. Jinsi ya kujenga fedha bila kudhalilisha imani yako, kwa sababu imani ni kama jambo, kwa sababu wanasema kwamba basi imebaki imani, imesalia imani, imesalia tumaini na upendo. Kwa hivyo imani yako hautadhalilisha. Na pia jinsi ya kutambua na kutumia mifumo ya kimaadili katika ulimwengu unayoyumbayumba na kuwayawaya.
jinsi Wakristo wanaweza kushiriki katika uchumi wa kisasa ikijumuisha uchumi wa kidijitali, jinsi ya kuunda thamani, kupata mapato na kusimamia rasilimali kwa njia ya Mungu. Yaani video hivi zitakufundisha vizuri sana ya kwamba hata ukipata kidogo, lakini kwa njia ya uaminifu, basi ni bora sana kukosa kabisa. Kwa hivyo hii si nadharia tu, ni uzoefu wa kweli uliofanyiwa utafiti. Ni maandiko yakitumika katika maisha halisi. Kwa hivyo mambo kama haya yatakusaidia sana. Lakini ujumbe huu ambao najaribu kutoa hapa, acha nitoe wazi kwamba jambo la kwanza, ujumbe huu sio ujumbe wa injili ya kustawi, prosperity gospel, no. Hapana. Sio mwongozo wa kupata utajiri kwa haraka. Siku hizi unajua, nikiwa nikiwa chuoni ama shuleni, kuna wakati watu walikuwa wanasema siku hizi haraka haraka ina baraka. Eti dunia imebadilika, siku hizi haraka haraka ina baraka. Hapana. Sio mwongozo wa kupata utajiri kwa haraka. Si mafundisho yanayotegemea udanganyifu. Si kisingizio cha tamaa. Amna. Ujumbe huu ni kuhusu wingi unaosimamiwa kwa uwajibikaji. Yaani fedha kama mtumishi, imani kama msingi, uadilifu kama mpaka. Kwa nini nimeandaa ujumbe huu? Hapo sasa, wacha nikwambie, ukisikiliza ujumbe huu utakusaidia sana. Nilijaribu kuandaa ujumbe huu kwa sababu ninaamini jambo moja kwa nguvu. Mkristo anayeelewa, yule ambaye anaelewa mifumo ama ujuzi na usimamizi wa rasilimali, ni mgumu sana ama zaidi kudadisiwa, ni rahisi zaidi kubarikiwa, na yupo kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuhudumia. Huyo ni Mkristo ambaye hawezi kudanganywa kila mara vile manabii wa uongo wanadanganya watu hivi na hivi. Mtu anakuambia tu toa utabarikiwa, lakini hakwambii jinsi utapata ile ya kutoa. Anakuambia tu mambo ya kutoa, lakini hakwambii jinsi unaweza ukawa ukasimamia ama ukawa mtu ambaye anaweza akazalisha. Mungu hahitaji watu wake wawe wavivu wa maarifa. Anawahitaji wawe wakiwa wenye hekima sana, wanaongezeka hekima. Wawe na maarifa, kwa sababu wanasema watu wangu, katika Hosea 4:6, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na hekima leo inajumuisha kuelewa jinsi fedha zinavyofanya kazi kwa kimaadili, kisheria, na hata jinsi ya kuboresha maisha yako. Ikiwa umechoka kuishi kwa kuteseka bila sababu, kwa sababu watu wanateseka sana. Ikiwa unataka kumheshimu Mungu kwa fedha zako, ikiwa unataka kujenga utajiri bila kupoteza roho yako, ujumbe huu ni kwa ajili yako. Kwa hivyo wewe uwe tayari kabisa, kwa sababu yanayojiri ama yatakayokuja hapa ni kwamba tukienda katika ujumbe wa pili, katika video ya pili, basi ujumbe huu nitakaotoa utakusaidia sana. Hapo nitakabiliana na imani hatari ambayo Wakristo wengi walifundishwa na bado wanakwamilia kwamba umaskini ni wa kiroho. Wacha nikwambie, si hivyo, hamna. Na mara utakapoelewa kwa nini, kila kitu kitabadilika. Natumai utatazama video inayokuja na utabarikiwa.